kwamba uharibifu umeonekana bara na baharini kwa sababu ya yale yaliyofanywa na mikono ya watu. Ukisoma Qur'ani vizuri katika surati Rum aya 41 unaona Mola wetu anavyoeleza na kuielezea hali ya sasa. Hali gani? Ni hali ya uharibifu. Uharibifu umeonekana bara na baharini. Bara ndo kama hivyo, kukata miti hovyo, kutumia vifaa visivyo salama kwa utunzaji wa mazingira. Serikali inahangaika na imeweka sheria ya mambo haya plastiki. Kama tunavyojua, madhara ya hizi plastiki yanapoingia kwenye ardhi ina uwezo wa kukaa kwa muda mrefu, lakini kama haitoshi, mwanadamu ili aishi inahitajika hewa ya oxygen. Katika hali hiyo ya kutaka hewa ya oxygen, tunalazimika kupanda miti, kuto kuikata. Lakini Mola ndani ya Qur'ani toka karne ya 7 anasema uharibifu umeonekana wazi wazi bara na baharini. Lakini ukisoma Qur'ani surati Al-A'raf aya ya 56, Mwenyezi Mungu anasema wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kwamba msifanye uharibifu katika nchi, katika ardhi, baada ya kuwa imekuwa sawa sawa, baada ya kuwa imetengamaa. Tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba baada ya kuwa sisi tumezaliwa, tumewakuta wazazi wetu wakitunza miti, wakihifadhi miti, ni wajibu wetu. Qur'ani inatukataza tusifanye uharibifu. Nakumbuka katika macho ya udogo, baadhi ya miti ilikuwa ndani ya nyua zetu, ndani ya majumba yetu. Leo kuna baadhi ya vijana wa Kitanzania, ukimwambia komamanga ni kitu gani, anaweza asijue. Ukimwambia mstaghafiri ni kitu gani, anaweza asijue. Na matunda haya, miti hii ya matunda ilikuwa imo ndani ya nyua zetu, ndani ya majumba yetu. Ilikuwa ni jambo lisilowezekana kwa nyumba ya Mtanzania wa zama hizo uwani kuwe hakuna mti wa papai, mti wa mstaghafiri, mti wa mtopetope, mti wa forsadi, yani ilikuwa ni lazima kuwe na miti. Lakini sikwambii miji yetu ya Kiswahili, ukifika tu utajua mji wa Kiswahili, utaona minazi. Yani almuhimu ni kwamba kile kitendo cha utunzaji wa mazingira huko nyuma kilishikwa kwa magego. Sasa masikitiko ni karne yetu hii na watu wanaoishi katika dunia hii kutotambua umuhimu wa kutunza mazingira. Na Qur'ani inatutaka tutunze mazingira bara na baharini. Kwamba hata ile bahari tunazoziona, maziwa, ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa, linahitaji kutunzwa. Kama hatukulitunza sasa, maana yake ndani ya muda mfupi litapotea. Na yako maneno mazuri huwa yanapenda kwa watunzaji mazingira na wao wenye kutunza hizi turath, wanasema tumerithishwa nasi tuwarithishe. Kama ambavyo tumeikuta nchi salama, nchi nzuri, nchi inavutia, nchi inameremeta, nchi ya kijani, ni wajibu wa kila Mtanzania kuona ana umuhimu wa kufanya hivyo. Hali hiyo imepelekea Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza, kwa maagizo ya Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana Mujaddidul Asri, tuna zaidi ya miaka 3-4, ametoa maelekezo kwamba tujitahidi kuhamasisha kila msikiti ikiwezekana upande mti, ima mti wa matunda, ima mti wa kivuli. Lakini kila nyumba ya Muislamu ipande mti, ima mti wa matunda ama mti wa kivuli. Tafsiri yake ni nini? Ikiwa kuna misikiti 500 ndani ya mkoa wa Mwanza, tuna uhakika wa kuwa na miti 500 iliyopandwa mipya, achilia mbali iliyokuwepo. Ikiwa kuna familia za Kiislamu 1,000,000, maana yake tutakuwa tumepanda miti 1000 katika mkoa wa Mwanza. Kubwa sana wa kuhifadhi, kulinda mazingira
maana afya ya jamii itakuwa imesalimika. Lakini tukiwa ni wahanga wakubwa sana, wanawake na watoto, kwenye matatizo mbalimbali, tuna umuhimu na tunatakiwa tuchukue hasa juhudi kubwa katika kuhifadhi mazingira. Na tunahifadhi mazingira pia ni kwa kupanda miti, lakini na kuisimamia hiyo miti, sio tuipande tu, lakini tuipande na hiyo miti iweze kudumu. Yaani iweze kukua na iweze kusaidia. Isiwe tu tunaongoza kwenye kampeni ya kupanda lakini utunzaji uko hakuna. Na miti hiyo pia tuipande hususan katika kuhifadhi vile vyanzo vya maji. Maana ndio vitatuwezesha kupata mvua na zile ambazo zitatuwezesha sisi kupata vile vyakula au dawa ambazo tunazitumia. Lakini kwa kufanya hivyo pia tutakuwa tumehifadhi zile spishi ambazo zinaonyesha kupotea katika dunia. Kuna baadhi ya miti saizi tukiulizwa kama hapa Sheikh alivyotangulia kusema, tunaweza tusiione. Yaani saizi ukiambiwa dawa ni mzambarau unaweza ukachanganyikiwa, maana mzambarau tu umepotea, hiyo mistafeli ndio usiseme, miti mbalimbali imepotea. Lakini pia inaweza tukaja baadaye tukashindwa kusema miti ya asili ya jamii yetu ni ipi, maana imeondoka. Kwa tunapofanya hivyo tunarahisisha, tunaihifadhi kwa kumbukumbu ya vizazi vijavyo, lakini pia tunaweka uwiano katika mfumo wa ekolojia. Maana tunapokuwa na hiyo ndio zile hewa, tunapopata hewa safi, lakini tunapopata pia hewa safi inatusaidia sisi pia kuishi katika maisha ambayo sio ya uharibifu. Lakini ukiangalia tunaambiwa kauli mbiu ya mwaka huu ya kwetu inasema dira 2050 tuwajibike kukijanisha Tanzania. Kwa hiyo tunatakiwa kila pahala pawe kijani, na kijani ndio mwanzo wa mambo mengi makubwa. Kwa sasa hivi kwa mwaka huu, kwa takwimu zilizopo kutoka ofisi ya mazingira, wanasema tuna changamoto ya taka ngumu. Taka ngumu zimekuwa ni tatizo kubwa. Kwa hiyo tuhamasishane kuendelea kuongeza hayo mambo ambayo yanachangia kuathiri mazingira. Lakini pia tuendelee kuhamasisha upatikanaji wa nishati safi ya kupikia. Kama wanawake ni wahanga wakubwa kwa uharibifu wa macho, lakini afya, vifua na vitu vyote. Kwa tunapoendelea kuyahifadhi mazingira, basi tunakuwa tumeenda kufikia lile lengo. Lakini na hizo tabia za nchi tutakuwa tumelinda, na tunaambiwa kauli mbiu ya kimataifa inasema tukabiliane na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo. Kwa vitendo ni kuendelea kufanya yale yanayostahili kwa uhifadhi wa mazingira.